Timu ya Mkwajuni imeibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya watani wao wa jadi jimbo la Tumbatu katika mchezo wa mpira wa miguu uliokuwa na ushindani mkubwa. Mchezo huo uliwakutanisha vijana kutoka majimbo hayo mawili katika hali ya hamasa na ushindani, huku kila upande ukionyesha juhudi za kutafuta ushindi. Baada ya dakika 90 za mchezo, jimbo la Mkwajuni walifanikiwa kuzitikisa nyavu mara mbili na kuhitimisha mchezo huo kwa ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya jimbo la Tumbatu. Ushindi huo umeongeza furaha kwa wachezaji, viongozi pamoja na mashabiki wa jimbo la Mkwajuni, huku upande wa Tumbatu ukikubali matokeo ya mchezo huo. Mchezo huo pia ulionyesha umuhimu wa michezo katika kuimarisha umoja, mshikamano, urafiki na uhusiano mema miongoni mwa vijana wa maeneo hayo. Tujiunge na mwandishi wetu kwa taarifa zaidi. Kukaribisha tena katika mtanange wa kupendwa, mtanange ambao ulikuwa ukisubiriwa na wengi. Siku ni mtanange wa jimbo la Tumbatu pamoja na jimbo la Mkwajuni. Na leo hii tumepata kukutana hapa katika viwanja hivi vya Kiongele kuona ni nani ataibuka na ushindi katika mtanange huu. Na leo hii utapata kumjua nani fundi wa mpira, lakini pia utapata kumjua nani watira kwenye huu mpira. Usikose kufuatilia hii Afrat Online TV. Na mimi ni Mohamed bin Ali. Lakini pia tutaenda kuzungumza na makapteni timu watueleze ni vipi ambavyo wamejiandaa, lakini vipi ambavyo wamejipanga katika kuelekea kwenye mtanange huu ambao umekutanisha jimbo la Tumbatu na jimbo la Mkwajuni. Usikose kufuatilia hii Afrat Online. Na hapa tupo na captain team kutoka jimbo la Mkwajuni, atatueleza ni kwa namna gani wamejipanga katika kuhakikisha wanapata ushindi siku ya leo. Captain team, habari yako? Mambo yanaenda? Nashukuru, alhamdulillah. Neno la kuambia kiukweli, tunawaambia wajipange kabisa. Tumewaona michezo yao, tumewasoma miondoko yao na jinsi za uchezaji. Kiufupi sisi tutaenda na miundombinu mingine kabisa, lakini tuna imani kubwa kwa namna ile ambao wanacheza na tunaangalia fosi yao ya kuingia katika goli na beki zao, tuna uwezo mkubwa kuwashinda zaidi ya magoli tuliyoshinda. Hebu tupe neno moja kwa timu yenu kwa ujumla, lakini pia neno kwa jimbo la Tumbatu, kwa sababu jimbo la Tumbatu tunaona siku ya leo hawakuqualify vizuri. Timu yenu siku ya leo ndio imepata ushindi wa bao 2-0. Hebu tupe neno kwa timu yenu. Labda niwaambie kwa timu yetu ya jimbo la Mkwajuni, hamasa likiongezwa na katibu wetu na pamoja na hamasa mimi mwenyewe, tunawaambia jimbo la Mkwajuni wote kwa pamoja wazidi kutunga nguvu viongozi wetu, maana kesho kutwa mtakuja kuona viongozi nini wamefanya. Lakini pia jimbo la Tumbatu, jiandaeni na pigo jingine kabisa kuliko ile la leo. Asante sana, tukushukuru. Asante sana. Na mtazamaji wa Afrat TV, kwa mara nyingine tena tumekutana na captain team kutoka jimbo la Tumbatu ambao siku hii ya leo hakufanikiwa kupata ushindi, lakini baada ya hapo wamechomekwa bao 2-0. Kitu kwanza sasa, upande wako wewe ukiwa ni kama captain team, umejipangaje katika kuona game inayofuata mnapata ushindi? Kwa sababu ukiangalia game hii imepata nafasi nyingi, lakini nyingi lakini pia mmepoteza. Hivi mmejipangaje katika kuona mechi ambayo inafuata mbele mna qualify kwenye ushindi? Kwanza tuanze na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mchezo ulikuwa mzuri, yani kosa moja nikaza baada ya mistake. Kwa hiyo tutarudi kwenda kufuata maelekezo. Baada ya kufuata maelekezo mechi inayokuja tutafanya vizuri. Na unawaambia nini wale watani wako? Kwanza mimi niwaambie kitu kimoja. Hii haijaisha mpaka hii. Haijaisha mpaka hii, watakuja kwetu. Tumekuja kwao, wamewin game na watakuja kwetu, tutafanya vizuri inshallah. Asante, tukushukuru. Na mtazamaji wa Afrat TV, na hapa tumefikia tamati ya mechi yetu hii pendwa ambayo ilikuwa imetukutanisha hapa kati ya majimbo mawili, jimbo la Mkwajuni na jimbo la Tumbatu. Lakini jimbo la Mkwajuni wameibuka na ushindi wa bao 2-0, na tukiangalia jimbo la Tumbatu wamefungwa bao 2-0, na ukiangalia ndani ya viwanja vyao vile vya jimbo la Tumbatu. Lakini pia makocha pamoja na makapteni timu wameeleza ni kwa namna gani wamejipanga katika kuona mechi inayofuata wanafanikiwa vizuri, kila mmoja kupata nafasi ya kufunga mwenzake. Nikusihi tuendelea kufuatilia Afrat TV ili upate burudani mbalimbali ambazo tunaendelea kukuandalia.